Alipokuwa akiendelea na kipindi chake cha Kiswahili, mkuu wa shule, damu zikaanza kumtoka puani. Kwenye kioo pembeni kidogo ya mkuu wa shule kilisimama kiumbe. Ulikuwa msukule, msukule ule ule ambao wanafunzi huona chooni, choo cha wasichana. Kwa kiu na tamaa ya chakula, hasa damu, msukule ulimtazama mkuu wa shule kwa matamanio makubwa. Msukule ukatembea kwa miguu yake miwili iliyokuwa peku, isiyovalishwa hata kiatu cha bei nafuu. Nywele zake zilitingishika na kudondosha vumbi zito nene. Kila dirisha alilolipita upepo ulivuma. Wanafunzi walihisi ni upepo wa kawaida tu wa hali ya hewa, hawakujua ni kiumbe kinapita. Hakuna aliyefanikiwa kukiona, hata mkuu wa shule naye aliona giza tu mbele. Msukule ukatembea mpaka usawa wa dirisha la mwisho kuelekea mlangoni. Upepo ukazidi kuwa mkubwa. Mlango uliegeshwa kidogo, ulibaki wazi kiasi kwamba upepo ulipopita ukaufungua mlango moja kwa moja. Mkuu wa shule akiangalia namna ya kuzuia damu zinazomtoka puani, upepo ukamvaa na vumbi likaenea usoni. Macho yakaona giza nene. Upepo ukawa mkubwa eneo la darasa alilofundisha mkuu wa shule pekee, huku madarasa mengine yakiwa shwari. Hali ya utulivu ilienea. Daftari walizotumia wanafunzi kuandika notes na kalamu vilipeperushwa na upepo. Ubao aliotumia mkuu wa shule kufundishia ulifutika papo hapo na kubaki mweusi, kana kwamba hakuna chaki iliyougusa tangu asubuhi vipindi vilipoanza. Ndiyo, umesikia sahihi kabisa, wala masikio hayajakudanganya. Ubao ulifutika. Vumbi zito lilipozidi kuingia ndani katika chumba cha darasa, huku wanafunzi wakiwa wamepigwa na butwaa kushangaa kinachoendelea bila kupata majibu ya moja kwa moja, wakaanza kuona nyayo za miguu ikitembea. Nyayo za miguu zilianza kuonekana sakafuni baada ya vumbi kuenea na kutapakaa chumba kizima, hasa mbele ya darasa. Nyayo za msukule ambao wanafunzi hawakufanikiwa kuuona mwili zilisonga moja kwa moja mpaka mahali ambapo mkuu wa shule alikuwa amesimamisha miguu yake. Nguvu zilimuisha mpaka zile nguvu ndogo za kushikilia chaki nazo zilimuisha. Chaki ilidondoka chini sakafuni. Mkuu wa shule alionyesha hofu kuzidi hofu walioionyesha wanafunzi. Miguu ya mkuu wa shule ilitetemeka kana kwamba ni mtoto mdogo anayejifunza kutembea, au mithili ya kinda la ndege ambalo bado halina manyoya na mama wa kinda hilo ameenda kutafuta chakula. Mtetemo ulikuwa mkubwa wa kushangaza wanafunzi waliomtazama mkuu wa shule. Bwana, kabla hatujasonga mbele zaidi na simulizi hii, nitoe shukrani zangu za dhati kwa wale wote mnaoendelea kuonyesha sapoti kubwa katika chaneli hii ya Shalom Simulizi, kwa kusubscribe, kulike na kucomment. Vile
kushare simulizi hizi ziwafikie watu wengi zaidi. Mnanipa moyo na nguvu ya kuendelea kutunga simulizi zingine kali za kusisimua na zenye kugusa mioyo zaidi ya hii. Langu jina ni Yotham Lucas na hii ni Shalom Simulizi. Sasa tuendelee na simulizi hii kali. Mkuu wa shule akatumia nguvu kidogo za miguu zilizobakia kuondoka kwa kukimbia darasani, huku damu ikiendelea kumchuruzika puani. Aliondoka kwa ajabu, akafunga mlango kuwafungia wanafunzi walioko darasani. Taharuki na hofu ikatanda zaidi, kiasi kwamba wanafunzi wote wa darasa lile wakatoka nje ya darasa. Upande wa Mwajuma, mwanafunzi ambaye siku hiyo hakufanikiwa kuhudhuria shuleni, mara mwisho alionekana akizungumza na Madam Teddy. Baada ya kumwambia Madam Teddy siri aliyoigundua ndani ya ofisi ya mkuu wa shule, Madam Teddy akaondoka, ila aliondoka na mzigo wa mawazo ambayo hakuwa nayo hapo zamani. Hakutakiwa hafahamu siri hiyo kuhusu mkuu wa shule na uchawi alionao. Madam Teddy alipoondoka bwenini, akamwacha Mwajuma aendelee kupumzika. Mwajuma alipoweka ubavu wake, usingizi ukampitia. Hapo usingizi wa mang'amung'amu na ndoto za jinamizi zikamjia. Mwajuma alianza kuota wanafunzi wengine wapo bwenini wakicheza, wakirushiana mito pamoja na nguo. Mwajuma peke yake aliona amelala. Mchana huo huo mara akaanza kukabwa. Anakabwa kwa nguvu. Mwajuma anataka kabisa kuita. Anaita, sauti inagoma kutoka. Mwajuma anainua mkono wake wa kulia amguse Josephina aliyeko pembeni yake, lakini bado mkono haufiki. Anatamani kupiga makelele. Anafanya hivyo kwa sauti yake yote, lakini akiwatazama walioko pembeni yake wako bize na mambo yao. Sauti yake hawaisikii. Jamani, msaada, nakufa! Aliita, lakini wapi? Ni kama kundi la sisimizi 10 wamejikusanya na kujaribu kumsemesha binadamu mmoja. Hivi umewahi kuota ndoto kama hii ya Mwajuma? Msikilizaji, usiombe ikukute. Yaani msaada upo pembeni yako, unajaribu kabisa kuugusa, lakini mkono haufiki. Makelele yote uliyoweza kuyapiga bado hayasikiki. Sauti umetumia yote uliopewa na Mwenyezi Mungu, lakini haisikiki hata kidogo. Mwajuma akaendelea kuweweseka mpaka pale aliposhituka mwenyewe. Mkuu wa shule ameanza sasa kutimiza adhma yake na ameanza kunitisha kupitia ndoto. Hakika huyu baba ni kiboko, alisema. Akaamka, akachukua maji, akanawa uso na kutoka nje ya bweni. Huku kwa mkuu wa shule, sakafu ya ofisi yake ilijaa miguu yake. Alizulula kila pahali, alikanyaga kila sehemu, mfano wa fundi saa anayetafuta nati moja ya saa. Mkuu wa shule akachanganyikiwa, akavuta draw yake,
akatoa fuvu la mjusi, akatoa mkia mdogo wa ng'ombe, akaviweka juu ya meza. Wakubwa, ni nini hiki kinaendelea? Najua mnatazama kila pembe ya kona ya shule hii. Najua mmeona kilichotokea pale nilipokuwa nikiendelea na kipindi changu. Ni nini kile kimetokea? Ni nini zile miguu zilizokuwa zinatembea darasani katika chumba nilichokuwa nafundisha? Ni kiumbe gani kile? Ni kiumbe gani wakuu? Naombeni mtoe ufafanuzi juu ya hili. Nazidi kuchanganyikiwa na sielewi nifanye nini. Mkuu wa shule alizungumza haraka haraka, iliyobeba na iliyojaa hofu, akitazama huku na huku, akihofia kufumaniwa na walimu wengine. Upande mwingine, Madam Teddy alionekana kakusanya walimu wote wa shule ya sekondari Tambukareli, akiwapa umbea aliopatiwa na Mwajuma. Wiki hili limekuwa lina majanga shuleni hapa. Mnamkumbuka yule binti Mwajuma aliyedondoka hapo kwenye mlingoti wa bendera ya taifa pembeni kidogo? Nilienda kumtembelea leo. Aliniambia maneno ya kustajabisha na ya kushangaza. Sasa sijui yana ukweli au ni uongo wa kutunga, ila kwa yule binti huwa ni mwaminifu sana yule binti, na uhakika kabisa yale maneno ni ya ukweli, na sidhani kama kuna hata neno moja lililozungumza ni la uongo. Kuna nini bwana? Hebu ongea. Mbona kama unazunguka? Hebu maliza maongezi. Mwalimu Elibariki alizungumza kabla hata Madam Teddy hajamalizia mazungumzo yake. Mwajuma kaniambia mwalimu mkuu ni mchawi, na alipokuwa anafanya usafi kwenye ofisi yake alikutana na vitu vyenye viashiria vya kwamba mkuu wa shule ni mchawi. Na mimi naamini, kwa sababu mambo yanayoendelea hapa shuleni kiukweli mimi mwenyewe siyaelewi. Wanafunzi wanasema kwamba shuleni wanaona kwenye choo cha wasichana kule wanaona kiumbe cha ajabu, kina minywele mirefu michafu, afu kiumbe mwenyewe wa kike ni msukule. Madam Teddy akazungumza na kuongezea chumvi kwa wingi. Ndani ya ofisi ya mkuu wa shule sauti ikasikika, umechelewesha kafara. Siri yako sasa ipo hadharani. Kila mtu anafahamu nini kinaendelea ndani ya ofisi yako. Kila mtu anafahamu wewe si mwalimu mzuri. Kila mtu anafahamu wewe ni mchawi na unajihusisha na mambo ya kishirikina. Walimu wote wanafahamu, wanafunzi 100% wanafahamu pia. Wewe haufai kuwaongoza. Sasa wamekuwekea kikao. Ikipita siku hii ya leo haujafanya kafara yoyote ya binadamu, tunakuhakikishia wewe utakuwa kafara, hautaamka kesho. Mwisho wa kafara hii ni saa 6 kamili usiku wa leo. Langu jina ni Yotham Lucas na hii ni Shalom Simulizi, na kuomba unisaidie kulike, kucomment na kusubscribe ili tusipotezane. Ukifanya hivyo utakuwa umetisha, pia utakuwa umeonyesha sapoti kubwa katika chaneli hii. Utanipa moyo wa kuendelea kutunga na kuendeleza simulizi zingine kali zenye kugusa mioyo na kusisimua zaidi ya hii ya sasa. Tukutane katika sehemu ijayo ya simulizi hii. Bye.